Karibuni tena mara nyingine ndani ya Chemichemi ya Ukweli. Na nataka niwaambia kwamba Wetangula na chama chake ya Ford Kenya hawana amani na hawana raha maeneo ya Western Region. Na kwa nini niseme Wetangula hawana raha? Ya kwamba Wetangula hawana raha wakati wanaona Governor Trans Nzoia John Natembeya anafanya zile miradi kule maeneo ya Trans Nzoia, kwa sababu wanaona ya kwamba nguvu zao ni kule maeneo ya Trans Nzoia na maeneo ya Bungoma. Na wakati Governor Natembeya anafanya maendeleo, Wetangula na chama chake hawana raha, kwa sababu biashara huwa wanafanya na wakazi wa maeneo ya magharibi inazidi kusambaratika. Na kuna video moja nataka niwawekee ndio mjue kwamba kwa nini nasema kwamba Wetangula na chama chake ya Ford Kenya hawana raha. Ya kwamba walisimama wakisema kwamba Muhisi Baranaba yuko jijini Trans Nzoia, na wanasema kwamba wao ndio wahisi wakubwa ya maeneo ya magharibi ya Kenya. Bila kupoteza wakati, tazama hii video. Mheshimiwa Speaker, on Thursday, mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ukulima, uchumi samawati na mifugo, Mheshimiwa Governor wa Trans Nzoia atakuja mbele ya kamati yangu mimi kama mwenyekiti, aweze vile vile kuwajibika kwa kazi ambayo anafanya kule Trans Nzoia. Naomba mweke televisheni zenu wazi, muone jinsi tutakaragazana katika kazi ya kujenga watu wa Kenya. Na yule ambaye ana makosa lazima awajibike. Na mheshimiwa, mimi naomba, siku za Biblia tulimwachilia Barnaba, wakamsulubisha nani? Yesu. Barnaba ako Trans Nzoia, Mheshimiwa Speaker, mtuachie tumsulubishe na tuondoke njiani. Tuko pamoja watu wangu? Apendi jamii yake ya Bukusu. Wacha niseme hivi, Wetangula apendi jamii yake ya Bukusu. Ndio maana zile viwanda ambayo ziko maeneo ya Bungoma County ambayo ilikuwa najiri watu na kabila yake ya Bukusu, zote zimesambaratika, zote zimefifia, kwa sababu Wetangula anataka wale ambao wananunuliwa wakati wa campaign ama wakati wa siasa, ili aonekane ya kwamba yeye kama Wetangula ndio tajiri ya maeneo ya kule ya Bungoma County. Ndugu zangu, ukisikia matamuko ya huyu bwana ambaye ni senator wa Bungoma akisungumuza kwamba watasulubisha Governor Trans Nzoia kwa sababu yeye ni Muhisi Baranaba, wanasahau ya kwamba wao ndio wezi Baranaba, kwa sababu Webuye Pan Paper iko maeneo ya Bungoma County. Ilipewa muhindi ambaye anajulikana kama Rai. Haifanyi kazi hiyo kampuni ama hiyo kiwanda ya Pan Paper Webuye. So kama Webuye Pan Paper haifanyi kazi ambayo iko maeneo ya Webuye Town, so unashindwa imehusikaje na Governor Trans Nzoia wakati Webuye Pan Paper imeliwa na viongozi kama Wetangula? Kwa sababu kama ni kiongozi ambaye anafaa kutetea jamii, haifai kuruhusu ile kiwanda kufifia hadi inafungwa kwa sababu ukosefu ya umakinifu ndani ya hiyo kiwanda ya Webuye Pan Paper. Nikisema Wetangula anahusika, ya kwamba kiongozi anafaa kutetea mali na rasilimali ya jamii yake ili zile viwanda zisififie. Wetangula anafaa kuweka nguvu yake yote hapo ndani ili zile viwanda zisimame. Hata kama ni kuwekeza mali yake na marafiki zake, wanafaa kusimamisha viwanda ili iendelee kufanya kazi ili ajiri kabila yake. Hiyo ndio jambo la kwanza. Ndio maana nasema kwamba amehusika, kwa sababu kiongozi namna Wetangula, senator, wakili, minority leader kule Senate, inamaanisha kwamba Wetangula ni kiongozi ambaye akona uwezo ya kufufua na kuambia serikali mfufue hii kiwanda ya Webuye Pan Paper na ifanye kazi. Ndio maana nasema kwamba Wetangula wao ndio Muhisi Baranaba kule maeneo ya Bungoma. Kisha wanaona ule Governor Trans Nzoia anajaribu kulemisha watu. Sasa watapoteza soko jinsi wamezoea kudanganya watu
ya maeneo ya magharibi. Jambo la pili, wakati huyu seneta Wakoli anasungumuza namna anasungumuza chini ya ama mbele ya boss wake Moses Masika Wetangula, speaker wa National Assembly, ya kwamba huyu seneta ambayo ni kijana ya Wetangula anasahau ya kwamba Nzoia Sugar hipo maeneo ya Bungoma na papa ya Bungoma ni Moses Masika Wetangula, speaker, papa bandia ambaye hakuna watoto. So unafaa kujiuliza, kama papa wa Roma anatoka maeneo ya Bungoma, jinsi anadai ya kwamba yeye msemaji ya watu wa Bukusu, yeye ndio baba ya Bukusu, na kiwanda kama Nzoia yuwapeana kwa mikono ya muhindi, ule muhindi moja aliyehusika na mambo ya Webuye Pan Paper kuanguka. Sasa ndiye analetwa maeneo pia katika kwenye kiwanda ya miwa ya Nzoia. Na swali ambao watu wanauliza ya kwamba hii shamba ambayo jamii walitoa ili kwa shughuli ya Nzoia Sugar Company kuwekeza mali pale, kwa nini wenye shamba wako itwa ili waambie kwamba mtapata faida ndani ya hii serikali ama chini ya huyu jamaa ambaye anajulikana Rai kwa muda fulani? So wakati governor anasungumuza na analimisha wa Kenya ya kwamba mnadanganywa na Wetangula, mnaibiwa na hii serikali, Wetangula anaona kwamba chama chake ya Village, chama cha Ford Kenya, inakufa hata kuwa katika kwenye ulingo wa kisiasa, kwa sababu amezoea kudanganya wale watu wakati wako na maskini. Anakuja kupea shilingi 200, shilingi 500 ili apigiwe makofi ama ili shangiliwe kama Wetangula. Ndio maana nasema kwamba Wetangula ako na kazi ngumu zaidi. Kama kuna mwanasiasa ako na kazi ngumu hapa Kenya ni Moses Masika Wetangula, kwa sababu sidhani kama kuna mtu atachaguliwa kule maeneo ya Bungoma chini ya chama chake ya Ford Kenya. Jambo la pili, sidhani kama kuna Wetangula anaweza tena kuisimama kusunguka Bungoma na Trans Nzoia kuzungumza mambo ya chama yake ya Ford Kenya. Itakuwa nadra kwa Wetangula, kwa sababu wananchi wamejua haki zao. Wananchi wanalimishwa na governor Trans Nzoia, wameanza kujua ya kwamba tunafaa kuchagua kiongozi anayejali maslahi yetu kama jamii. Ndio maana nasema kwamba ukisikia seneta wa Bungoma anasema kwamba Mwisi Baranaba ninatembea, kuna kitu wanajua ya kwamba wasipo mchafua jina yanatembea, hawana chao kule maeneo ya Bungoma, hawana chao maeneo ya magharibi, hawana chao maeneo ya Trans Nzoia County. So wanatafuta namna watakayo chafua jina ya governor ili onekane yeye ni mwizi, wao ndio watakatifu. Lakini wanasahau ya kwamba wamo ndani ya serikali, lakini watu ya Bungoma hawana maendeleo nambari 1. So utakuwaje nyinyi sio waizi lakini maendeleo haiji katika kwenye ngome zenu, jinsi mnadai ya kwamba nyinyi ni wasemaji ya Bukusu? Lango jina ni Mjukuu wa Bunduki. Kaa hapa nitakufahamisha mengi ambayo inafanyika ndani ya ulingo ya kisiasa, ya kwamba jukumu lako kama mwananchi ni kubadilisha taswira ya umaskini ambaye imekusumbua muda mrefu. Kitambulisho yako ndio silaha yako. Simama naye kidete 2027 kubadilisha viongozi kama Wetangula one and from kwa ajili ya mambo ya mageuzi. Mageuzi ni ukweli, mageuzi ndio haja, na wewe ndio mwenye haki ya kubadilisha taswira kama hiyo na kitambulisho yako. Lango jina ni Mjukuu. Subscribe, share, like, comment. Mungu akubariki.